Mtakatifu wa Yesu. Yaani mpaka kufikia kuwaza juu ya moyo wa Yesu. Vile vile tunawaza juu ya moyo safi wa Maria. Leo ni kumbukumbu ya hiari ya Mtakatifu Antoni Maria Claret, na alikuwa ni askofu. Alisisitizia sana katika mahubiri yake juu ya moyo mtakatifu wa Yesu, na hasa juu ya Ekaristia, juu ya Ekaristi na moyo safi wa Maria. Hivi vitu viwili vilikuwa ni vya muhimu sana kwake. Na huyu mtakatifu alikuwa ni askofu. Alikuwa ni mtu mwenye elimu kubwa, mwenye uwezo wa kuandika vitabu vingi na uwezo wa kuhubiri. Aliandika vitabu vya mahubiri 10,000. Alifanya yani mahubiri aliyoyafanya yalifikia 10,000. Na kwa kweli zaidi ya kuwa mhubiri mzuri na mwandishi mzuri, na alianzisha shirika la Claretians. Kiona kuna maduka ya vitabu ya Claretians ambao karama yao ni kuandika, kuinjilisha kwa kupitia vitabu. Zaidi ya hayo, huyu mtakatifu, huyu askofu alikuwa mtu wa watu, na hasa maskini. Aliwafundisha kujasiria mali, kutokukaa tu na kulalamika. Pana, aliwaelekeza jinsi ya kuishi, jinsi ya kupata hata mahitaji yako. Alikuwa ni mshonaji, mfumaji wa nguo. Wito wake ulitokea huko, na alitaka watu waokoke mwili na roho, sio kuhubiri tu, sio Ekaristi tu, lakini kwenye maisha, hasa maskini. Ananigusa sana, maana alikuwa anawatembelea watu na aliwasaidia maskini wengi. Alikuwa ni mtu wa watu, hasa wa maskini. Tuko katika mwezi wa kimisionari. Ni maskini wangapi umewasaidia? Wahitaji wangapi umewasaidia mwezi huu au wiki hii? Maana anachotaka Mungu ndicho hicho. Katika Injili tunaambiwa watu Wafarisayo, na hasa waliokuwa wanamsikiliza Yesu, aliwaambia, nyinyi mkiona mawingu mnajua mvua itanyesha. Mnajua kusoma ishara za kijiografia za nyakati, lakini mbona mnashindwa kusoma ishara zenyewe za kimungu? Mbona mnasema mnajua, mbona mnashindwa kusoma kwamba Mungu ni mwenye huruma, Mungu ni mwenye upendo? Mbona mnashindwa kupata Yesu anataka kufundisha nini? Mbona manabii wamekuja wamehubiri, hamkuwaelewa? Anawaita wanafiki, kwa sababu wale wanataka kufahamu wanachotaka kukifahamu, lakini walitakiwa wamjue, waingie katika maisha ya Yesu, wamsikilize na wasome Yesu ni nani, Mungu ni nani, waweze kupata mang'amuzi. Yesu anachotaka ni upendo, moyo wake ni wa upendo. Moyo wa Mafarisayo na hao wanaomuuliza hauna upendo, una elimu lakini bila upendo. Dunia hii ya leo haihitaji waalimu tu, watu wenye akili nyingi, hapana. Inahitaji mashuhuda, inahitaji watu wanaotoa ushuhuda wa maisha yao, watu wanaookoa ulimwengu kwa vitendo, watu wanaosaidia maskini kwa vitendo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nia za misa ni hizi zifuatazo. Tunamwombea marehemu Lino